Na kutoka hiyo siku ndipo maisha yangu yamebadilika. Tangu hiyo siku mkojo na damu inatoka. Yes. Lazima ukae kama umevaa pambazi kama mtoto mdogo. Kufika St. Mary's Hospital nilikaa kama 1 hour. Nikaanza kupata simu kutoka kazini ya kwamba inafaa nikuwe kazini. Kweli niliwaeleza ya kwamba nimepata ajali, lakini hilo alikuwa na maana kwao. Walianza kuniambia lazima nikuwe kazini. Tafakari, umeweza kupata kazi kazi ambayo ulikuwa unaitamani sana tangu utotoni, na baadaye unakuja unapata ajali ambayo inakuacha mlemavu. Ni swala ambalo liliweza kumkumba Rashid Owor katika eneo bunge la Matungu. Yeye alitamani sana kuwa afisa wa polisi. Aliweza kupata fursa hiyo na kuajiriwa mwaka 2018, lakini miaka 2 baadaye akapata ajali. Ajali ambayo kwake ilimwacha sio tu na majeraha bali na ulemavu. Hii leo nimepata fursa kufika Matungu kuweza kuzungumza na Rashid Owor, tuweze kupata historia yake, anapitia katika hali gani hadi sasa. Karibu sana Rashid. Yes. Mimi kwa majina naitwa Rashid Wahule Owor. Niko na miaka ya 28 na mimi niko na familia, nimeoa na niko na mtoto mmoja. Nimeandikwa kazi katika mwaka wa 2018. Labda Rashid, kabla hujaajiriwa, mwanzo ulikuwa umeniambia kwamba ni kazi ambayo ulikuwa unatamani sana maishani. Ulianza kutamani kuingia polisi ukiwa na umri gani? Mimi kutoka utotoni nilitamani kuingia katika idara ya polisi. Na hiyo hisia ama ndoto ya kuwa polisi ilianza kuwa ndani mwangu wakati nilifika katika darasa la 5. Nilianza kutamani kuwa mmoja wa miongoni mwa afisa wa polisi. Yes. Wakati sasa labda kuna role model hapa kwa familia, kuna mtu ambaye alikuwa polisi ndio ukaamua unataka kuingia katika polisi? Kwetu hakuna mtu aliyekuwa askari, lakini katika kijiji kuna maafisa wa polisi. Hao ndio waliokuwa wananipa hisia ya kuwa afisa wa polisi. Na kitu ilifanya mimi nikasema niingie kule. Moja ilikuwa ni kubadilisha familia yetu, kwa sababu nimezaliwa katika familia maskini. Na nilikuwa naona wenzangu wenye walikuwa waliandikwa mbele yangu walipokuwa narudi. Kweli wengine walikuwa wanabadilisha maisha ya kwao, na pia wao wenyewe walikuwa wanabadilika kimaisha. Yes. Ndio kama unataka kujiunga na sasa kikundi pia kikosi, ujaribu pia kubadilisha maisha ya nyumbani. Yes. Yes. Ilikuwa ni mara yako ya kwanza kujaribu kujiunga na polisi? Haikuwa mara yangu ya kwanza. Ilikuwa mara yangu ya pili kujaribu kuingia katika idara ya polisi. Mara ya kwanza ilikuwa nini? Maana wanakuwa na sababu nyingi za kuzuia mtu kuingia. Wanasema labda pengine hauna meno, labda wewe ni mfupi kwa kimo. Wewe sasa mara ya kwanza ilikuwa ni nini? Mara ya kwanza ilikuwa ya kwamba mimi ni mfupi kidogo, sijafikia ile height ya kuingia katika idara ya polisi. Yes, hapo ndipo waliniambia nisonge kando, niachie watu wengine nafasi. Yes. Naomba kwa ufupi nieleze safari. Wakati huu umeenda pale kutafuta hii nafasi, sijui kama unakumbuka ilikuwa ni wapi na lini haswa ndio ukajiunga au ndio ukaambiwa kwamba sasa umefaulu, umefanikiwa na ni wakati sasa nitakana uende training? Ilikuwa ni mwaka wa 2017 ambapo walikuwa wametangaza hizo nafasi za kuingia katika idara ya polisi, hiyo recruitment. So tulienda uwanjani. Mimi nilifika uwanjani karibu saa 12:30. Tulingoja mpaka saa 1:30 ambapo hao watu wenye walikuwa wanashughulikia hiyo shughuli walipoingia. Na hapo ndipo tulianza. Ikafika wakati jioni, hapo ndipo niliposhutukania naitwa ya kwamba niko mmoja ya wale ambao walichukuliwa. Na hapo ndipo furaha ilianza ndani mwangu na kwa familia pia. Na nilijua hiyo furaha itaendelea mpaka mwisho. Kumbe ikuwa hivyo.
Nilikuwa nafikiria furaha itaendelea, lakini ilifika wakati ikawa ni majonzi. Yes. Wewe wakati ukienda kikosini mwaka 2017 ama ukijiunga kwenda ile training, ulikuwa umemaliza university ama ulikuwa umemaliza form 4? No, nilikuwa nimemaliza form 4. Yes. Ulimaliza mwaka upi? Form 4 nilimaliza mwaka wa 2015. Yes. Okay. Baadaye ukajiunga kikosini mwenyewe ukaajiriwa rasmi mwaka 2018. Yes. Safari yako ya hapo ulipelekwa labda pengine your first station ilikuwa ni wapi? My first station ilikuwa ni Marakwet County. Wakati tulipelekwa Marakwet County from Embakasi, nilipelekwa katika eneo sub county ya Chesoi, ambapo ni miongoni ya sub counties ambazo ziko Marakwet County. Wakati nilifika Marakwet County, tulipelekwa kule chini ambapo kuna vita ya kati ya Pokot na Marakwet operation. Hapo ndipo nilianzia kazi. Yes. Okay. Naomba unieleze tu kwa ufupi, kwa sababu labda pengine tu wale watazamaji wetu wanaweza kuwa wanashangaa inakuaje vile umeketi hivyo, huwezi kaa vizuri ama ni tatizo lipi haswa. Labda pengine tu kuwajuza ni kwamba Rashid alikuja akapata ajali ambayo sasa imemfanya ni mlemavu, hawezi kuketi na pia anapitia changamoto kadha wa kadha. Na labda pengine Rashid, tueleze hii siku ambayo uliweza kupata ajali, kitu kipi haswa kilifanyika? Okay. Siku siwezi kumbuka kikamilifu, lakini mwaka naikumbuka. Ilikuwa ni mwaka 2020 ambapo mwezi wa 8 hivi nilikuwa nimeomba ruhusa kazini, ambapo ilikuwa ni off, nikuje nyumbani at least nione familia yangu na nione pia wazazi wangu. Nilitoka kule, nilisafiri salama mpaka nyumbani, ambapo nilifika nyumbani nikakutana na familia yangu, nikakutana na watu wangu, tukacheka, tukafurahia, nikawaeleza zile changamoto ziko kazini na pia nikawaeleza zile raha ziko kazini. Na kawaida off ya polisi inakuwa ni siku 7. Kweli nilimaliza siku zangu 7, nikaanza mwendo. Wakati nilianza mwendo, hapo ndipo nilikumbana na ajali, ambayo ajali yenyewe ambayo iliniacha mlemavu. Yes. So kitu gani kilifanyika ndio hiyo ajali ikatokea, ama hiyo ajali baada ya kutokea kitu gani kilifanyika? Okay, ajali wakati nilikuwa nasafiri kazini, nilikuwa na gari ya kibinafsi na mimi mwenyewe nilikuwa naendesha gari. Gurudumu ilipasuka na basi gari ikabirinkika. Kweli hapo iligonga mti, nikaumia, nikabebwa na watu msamaria mwema ambao walikuwa wanapita, nikaenda St. Mary's Hospital. Pale nilikaa, kufika St. Mary's Hospital nilikaa kama 1 hour, nikaanza kupata simu kutoka kazini ya kwamba inafaa nikuwe kazini. Kweli niliwaeleza ya kwamba nimepata ajali, lakini hilo alikuwa na maana kwao. Walianza kuniambia lazima nikuwe kazini. Ilibidi nitoke hospitalini kama sijapona na kama sijajua kama nimeumia sana, ili niende kazini niweze kunusuru nafasi yangu ya polisi. Kweli nilifika kazini, nikafanya kazi wiki moja, wiki ya pili. Hapo ndio nilianza kusikia maumivu. Nilianza kusikia maumivu ya kifua na mgongo. Nilienda hospitalini, nikakaa hospitalini kidogo, so nikarudi tena kazini hivyo hivyo hadi ilipofika mwaka wa 2022 mwezi wa 8. Hapo sasa nilikuwa nimetoka Marakwet na nilikuwa nimekuja Mumias sub county, Kakamega County. Wakati sasa umetoka hospitalini umeenda kazini. Yes. Huo wakati uko sawa ama kuna maumivu ambayo unapata? Kwa sababu unasema kwamba haya yote yalitokana na ile ajali ambayo ulikuwa umeipata. Sikuwa sawa kwa sababu tayari hospitalini sikutibiwa na wakuangalia kama nimeumia mahali popote, kwa sababu niliwasihi waniachilie ili nirudi kazini. So ulikuwa unahofia kwamba utafutwa kazi? Nitafutwa kazi. Mdosi ashakupiga simu lazima uripoti, umemwambia umpata ajali lakini anasema you have to report to your workstation. Yes, hakusikia hilo. Yeah, so nilirudi kazi, nikajiunga na wenzangu. Kweli hiyo siku nilikuwa duty na nilikuwa nimepangwa kazi ya usiku. Niliingia usiku, nikaanza kazi na hiyo maumivu, na
vile vile hapo ndio mambo yalianza kubadilika katika mwili yangu. Yes. Sasa ikakuaje huo wakati ambao sasa ulienda hospitalini? Kitu kipi hasa kilifanyika ndio kama sasa acha niende hospitali? Kitu ilifanya niende hospitalini, maumivu ilikuwa yanazidi kwa sababu sikuwa naweza kubeba ile bunduki, kukimbia sikuwa naweza. So ilinibidi niende hospitalini waniangalie. Kweli nilienda hospitalini pale Eldoret Medhill. Hapo ndipo ilipogunduliwa kwamba mifupa yangu imeanza kuoza. Ya mgongo. Yes, kutokana na ile ajali. Yes. Alafu nilitibiwa kidogo, wakanisihi nifanyiwe upasuaji, lakini kwa sababu sikuwa nimejulisha familia yangu na sikuwa nimejulisha kazini, niliwaambia wanipe muda kidogo niende niwajulishe watu wangu wa nyumbani na nijulishe kazini. Yes, hapo nilikaa huko karibu wiki moja na nikarudi tena kazini. Yes. So ni wakati upi ambapo sasa uliamua wacha niende operation? Okay, ilifika wakati nikatoka Marakwet, kwa hiyo maumivu nikasaidiwa nikakuja Mumias Sub County. Kweli transfer. Yes. Wakati ilifika mwezi wa 8 2022. Hapo ndipo nilikuwa kazini